بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، watukufu wa Islam, kama ilivyokuwa desturi yetu, kabla ya khatibu kupanda kwa ajili ya kutoa khutba, tuna ada ya kutafsiri na kutoa baadhi ya dondoo inayotakayohusiana na khutba hiyo, na kwa tawfiki yake al-Haq subhanahu wa ta'ala, khutba yetu ya leo itakuja kutuzungumzia kuhusiana na mazingatio na faida mbalimbali tunazozipata kupitia maisha ya mwanachuoni miongoni mwa wanavyuoni wakubwa waliowahi kupatikana katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki ala wajhi al-umum, wa hasatan katika mji wetu huu wa Zanzibar. Naye si mwingine ni al-alim al-allama Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi, Allah mrahamu. Na mazungumzo yetu insha Allah yatakuwa katika namna mbili. Kwanza ni kutabaruku, kujua na kufahamu historia yake kwa ufupi, kisha kutaja mafunzo ambayo kwamba tunayapata kupitia maisha yake. Mwanachuoni huyu Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi, asli ya wazee wake wametokea katika nchi ya Omani, na babu yake ndiye ambaye alihamia akaja upande huu, na hii Al-Alawi ni ukoo wao ambao upo kule Omani. Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi alizaliwa katika kijiji cha Mtetema Kaskazini B katika mwaka 1318 Hijiria, kalenda ya Kiislamu mwaka 1318 Hijiria, ambapo hivi sasa tupo 1448, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 1900 miladi. Huo ndio mwaka aliozaliwa. Kwa hiyo amezaliwa na akapata malezi mazuri kutoka kwa wazee wake. Alipofikia umri wa kuanza kusoma Qur'ani, akapelekwa kwa mwalimu wake akiitwa Maalim Mwinyi Kombo. Kwa hiyo kwake ndipo ambapo kwamba aliposoma Qur'an tukufu. Akakulia katika makuzi na malezi katika mikono ya watu wa kheri. Akainukia katika kupenda ibada, akainukia katika kufanya kazi ambazo kwamba wazee wake walikuwa wakizifanya, na hakutosheka kusoma elimu huko alipokuwa kwa mwalimu wake huyo Maalim Mwinyi Kombo, bali alitoka na kuenda maeneo tofauti tofauti kwa lengo la kutafuta elimu, kiasi ambacho ikambidi afike mjini asoma ukutani kwa wanavyuoni wengi sana. Miongoni mwa mashehe zake ni al-Allama Sheikh Muhammad bin Khalfan ambaye maarufu anaitwa Haji Swedi. Pia miongoni mwa mashehe zake ni al-Allama Sheikh Muhsin bin Ali al-Barwani. Miongoni mwa mashehe zake ni al-Allama Sheikh Abu Bakr bin Abdullah bin Muhammad bin Salim Bakathiri. Hal kadhalika
amesoma kwa Sheikh Ahmad bin Muhammad Mlomri. Hal kadhalika akachukua elimu kwa bwana mkubwa Al-Habib Omar bin Ahmad bin Abi Bakri bin Sumait, Allah awarehemu wote hao. Kwa hiyo katika mikono ya watu hawa wa kheri, katika waja wema hawa, ndipo ambapo kwamba Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi alichukua mafunzo na elimu kutoka kwao. Na hawa tuliwataja ni watu ambao kwamba dunia inawafahamu katika upande wa elimu, dunia inawafahamu katika upande wa tabia nzuri. Kwa hiyo wewe usiulize tena yule anayetoka katika mikono hiyo atakuwa ni mtu wa aina gani. Al-Allama Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi, yeye katika upande wa fiqh nafahamika kwa madhhabu yake ni ya Imam Shafi'i, lakini asli ya wazee wake ni walikuwa watu madhhabu ya Kiibadhi. Kwa babu yake ndio mtu wa mwanzo kutoka katika madhhabu ya Kiibadhi akaingia katika madhhabu ya Kishafi. Na katika upande wa aqida yake ilikuwa ya al-Imam al-Ash'ari, na katika tasawuf alikuwa ni mtu wa tarika ya al-Alawiyya. Baada ya kupata elimu yake, baada ya kupata mafunzo mbalimbali kwa walimu zake mbalimbali, Sheikh Suleiman al-Alawi ilifika wakati alihitajika kutoa elimu ambayo ameipata, akaanza kusomesha. Na Sheikh Suleiman al-Alawi alisomesha sehemu mbalimbali. Alisomesha kijijini kwao huko alipozaliwa, akapata wanafunzi wengi. Akasomesha hapa Ukutani, na hapa Ukutani Mkunazini alisomesha pia Msikiti Gofu. Alikuwa na darasa katika nyakati mbalimbali, bali mpaka usiku mkubwa, usiku wa manane, alikuwa anazo darasa za watu maalum, katika kuonesha ile hima yake katika kusambaza elimu, watu kumjua Mola wao, kujua ibada zao. Na sehemu ambazo pia alizopata kuzisomesha, kulikuwa na chuo hapa zamani kikiitwa Al-Mahadul Islami Muslim Academy. Kwa hiyo katika chuo hicho walipita mashehe wengi, walisomesha wengi, na wakatoka wanafunzi wengi. Kwa hiyo miongoni mwa waliosomesha katika chuo hicho ni huyu bwana mkubwa ambaye kwamba leo hii tunatabaruku kufahamu habari zake kwa ufupi. Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi, Allah mrahamu, katika maisha yake alipata wanafunzi wengi sana, kiasi ambacho kwamba kuwadhibiti idadi yao ni jambo ambalo haliwezekani. Miongoni mwa aliowasomesha wakapitia katika mikono yake ni Said Omar bin Abdullah bin Ali Sheikh Abi Bakr bin Salim, maarufu mwenye baraka. Pia Sheikh Muhammad Salim Maka An-Naufali. Hal kadhalika al-Allama al-Imam al-Rahil al-Ustadh Muhammad bin Sharif Said al-Bidh. Pia miongoni mwa wanafunzi wake ni Said Ali bin Umar Qullataini, Said Abu Bakr Shibli bin Said Umar Qullataini, Sheikh Abdullah Ayubu wa Tanga Tamta pale, na Sheikh Harith ambaye kwamba aliwahi kuwa mufti hapa Zanzibar, na hal kadhalika Sheikh wetu, mufti wetu wa hivi sasa, Sheikh Omar Saleh Kabi. Hawa ni miongoni mwa watu ambao kwamba waliopata elimu kutoka kwa bwana huyu mkubwa. Wengineo akina Sheikh Muhammad Mansur bin Haji, Allah awarehemu hao wote ambao kwamba tumewataja. Sheikh Suleiman al-Alawi, miongoni mwa athari zake alizoziacha kuna ijaza ambao kwamba ameandika, alowapa baadhi ya watu, ambayo ijaza hiyo alioandikia na kuwapa Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddar, hal kadhalika Sayyid Hadi bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddar, na Sayyid Omar bin Abdullah mwenye baraka. Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi alifariki hapa Unguja
katika tarehe 26 ya mwezi huu wa Muharram, ambapo tukiangalia kalenda yetu leo ni mwezi 24. Kwa hiyo yani alifariki mwezi 26. Kesho tukijana mwezi 25, kesho kutwa ndio itakuwa hauli yake. Tarehe 26 Muharram mwaka 1390 kwa kalenda ya Kiislamu, ambayo ilikuwa ni sawa na tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 1970. Kwa hiyo hii ndiyo tarehe ama historia fupi inayomhusu bwana mkubwa huyu al-Allama Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi. Ukitazama historia yake hii, bila shaka ndani yake utakuta kwamba kuna mafunzo mengi sana, ambapo kwamba sisi Waislamu tunahitajika tuchukue mafunzo hayo na tuyafanyie kazi, tuishi nayo. Al-Haqq subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an al-Karim anatuambia laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, katika visa vyao watu hawa khairi, katika maisha yao ndani yake kuna mazingatio, kuna ibra. Lakini haya mazingatio sio kwa kila mtu. Mwenyewe amesema liulil albab, kwa wale watu wenye akili. Kwa hiyo jitathmini wewe Muislamu, huwa unaathirika unaposikia habari za watu wa kheri, unapata mafunzo? Je, na wewe unaingia katika hawa watu ambao kwamba amewasifu mwenyewe Al-Haqq subhanahu wa ta'ala ni kwamba miongoni mwa watu wenye akili? Tunajifunza nini katika maisha ya bwana mkubwa kama huyu? Ndani yake tunajifunza kwamba panahitajika ukweli katika mtu kutafuta elimu. Tumeona hakuridhika huko alipo katika kusoma kwake, alikuwa na ikhlasi, akahama akafika maeneo mbalimbali, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa wepesi, akakipata hicho ambacho kwamba alikikusudia. Na hii ni kuonesha kwamba alikuwa na nia thabiti, alikuwa ni mkweli. Katika Al-Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao kwamba watakaojitahidi katika kupambania mambo ya khairi, katika kutafuta haki, Allah subhanahu wa ta'ala huwa hawaachi watu kama hao. Lanahdiyannahum subulana, bila shaka yote kwamba atawaunga mkono na atawaongoza katika njia iliyokuwa sahihi. Na huku kutafuta elimu sio jambo ambalo kwamba linamhusu mtoto mdogo ama ni mwanafunzi tu. Wanasema kwamba amaluna hadha min al-mahdi ila al-lahdi, hii kazi yetu ya kusoma kutafuta elimu ni jambo ambalo Muislamu anatakiwa kuishi nalo tokea anazaliwa mpaka anaingizwa katika kaburi. Isije kafika wakati Muislamu ukajiona wewe tayari ushafika. Huo haukuwa mwenendo wa watu wa kheri. Hawa tunawataja hawa, umri wa wote ni kusoma, kusomesha, kutafuta elimu. Kwa hiyo tunajifunza kupitia kwao kwamba tunahitajika tuwe wa kweli katika kutafuta elimu. Halikadhalika tunajifunza kupitia maisha ya bwana mkubwa kama huyu kwamba al-ilmu al-haqq, elimu ya kweli ni elimu gani? Ma awratha al-amala, ni lambo kwamba itamsababisha huyu mwenye elimu awe anaifanyia kazi ile elimu aliyoipata. Hakutosheka tu kwamba mimi nimesoma mambo mengi, nimekutana na watu wengi wa kheri, kwa hiyo nikae tu. Hapana, yeye uwezo wake ni kusomesha, amepewa elimu naye akawa anaisambaza. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu nyinyi ni yule ambaye kwamba amejifundisha elimu, amejifundisha Qur'ani, kisha na yeye akawa anaisambaza, akawafundisha na wengine. Kwa hiyo haya tunayaona kupitia maisha ya bwana mkubwa kama huyu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, wanamuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wale ambao kwamba watu wana maarifa, wana elimu, wasomi. Vipi Muislamu utafanya ibada hali ya kuwa huna elimu na hiyo ibada unayoifanya? Hili ni jambo ambalo ni mustahil. Halikadhalika tunajifunza kupitia maisha ya bwana mkubwa kama huyu kwamba panahitajika tawadhu, unyenyekevu.
Katika kusoma kwake alikuwa ni mtu wa kujishusha sana, na tayari imethibiti katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba yoyote atakayenyenyekea kwa ajili ya Mola wake, basi mtu kama huyu anapandishwa daraja. Inawezekana akawa ni mtu duni, familia yake haijulikani kamwe, lakini kwa kule kuwa mkweli katika kuwa na unyenyekevu huwa anapandishwa daraja. Sisi hivi leo tunaendelea kumtaja Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, alikuwa ni mtu Mwafrika. Kwa nini mpaka hivi leo anatajika? Kutokana na ule moyo wake na ikhlasu yake katika dini. Kwa hiyo na wewe Muislamu bila shaka utahitajika kutajwa vizuri muda ambao utakaondoka hapa duniani. Je, umetanguliza kipi? Ama wewe ukiondoka hapa duniani ni kwamba watu watashukuru fulani kaondoka? Usiishi katika utaratibu huo. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tujipambe na tabia hizi, tuwe na tabia ya kuwatanguliza wenzetu. Unajiona jambo kadhaa hulijui, jambo lile mwachie mwenye anayelijua. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema katika hadithi yake, idha usnida al-amru ila ghairi ahli, jambo wakipewa watu ambao sio wajuzi wa jambo hilo, fantadhiru saa, basi subirini kiyama. Kwa maana miongoni mwa alama za kiyama ni watu kwamba kila kitu mtu anataka jifaharishe nacho yeye. Anal kabiru fa'adhimuni, mimi ndo mkubwa bwana, mimi ndo fulani, haya ndio nishafika. Kwa hiyo mtu kupenda kutangulizwa. Watu wema walikuwa hawana mwendo huo. Halikadhalika katika maisha bwana mkubwa kama huyo tunajifunza kwamba asabru ala al-adha wal hilmu inda shadaid. Tunahitajika kuwa na subra, tunatakiwa tuwe wapole. Ukiwa katika kazi ya dawa bila shaka utafikiwa na mengi, utatukanwa, watu watakuudhi. Je, na wewe urudishe hivyo hivyo? La, haukuwa mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sote tunatambua ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipoenda Taif kuwalingania watu, matarajio yake hayakukamilika kama vile ambavyo kwamba yeye alivyokusudia. Alipata mrejesho mbaya. Wale wahuni wa ule mji wakawa wanampiga mpaka ikafika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anachuruzika damu. Je, Mtume naye akarudishia jambo lipi? Kiasi kwamba mpaka wanatuma malaika waenda kumsikilize bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, maukifu yako ni ipi? Unasemaje kuhusiana na watu wapatilizwe? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akakataa, asema kwamba hapana, hawa hawakijua wanachokifanya. Huenda wakapatikana watu waheri ambao kwamba watakokuja kutetea Uislamu kupitia watu hao. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwenendo watu waheri, wakiwa na subra, wanawavumilia watu. Watakuja watu ambao kwamba hawajui kitu chochote. Watu wema, huo ndio ulikuwa mwenendo wao. Siku moja msikitini aliingia mtu mmoja akakojoa ndani ya msikiti. Maswahaba wakataka kumpiga. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawatuliza, mwacheni. Kuna athari nyingi ambazo zitakazopatikana kiwa mtu tamkatisha mkojo, haja yake anataka kukidhi, kawaambia waache, kisha atasafisha. Kwa hiyo watu wote waheri, huu ndio ulikuwa mwendo wao, wakiwavumilia watu. Mwishoni mwa maisha yake Sheikh Suleiman al-Alawi, baada ya kutokea yaliyotokea katika nchi hii, waja wengi waheri hawakuweza tena kuishi hapa Unguja, kuishi hapa Zanzibar. Miongoni mwa hao ni huyu bwana mkubwa al-Allama Sheikh Suleiman bin Muhammad al-Alawi. Na kwa nini alikuwa hawezi kuishi hapa? Alikuwa shazoea kwamba kila wakati, kila baada muda namuona mbele yake bwana mkubwa al-Qutb al-Habib Umar bin Ahmad bin Abi Bakr bin Sumait, anawaona wale mashekhe zake. Kwa hiyo jambo lile analikosa. Kwa hiyo na yeye ikampa dhiki, vipi nitaishi hapa? Kwa hiyo akafanya itisal na al-Habib al-Allama al-Habib Ahmad mashhur bi Taha al-Haddadi, ambapo kwa zama hizo alikuwa hapo Uganda. Kwa hiyo akataka angalau awe karibu na al-Habib Ahmad al-mashhur bi Taha al-Haddadi.
Habib Ahmad akamkubalia, akampa kazi pale ya kusomesha. Ile siku ambayo kwamba ndio ya kuweka mkataba, kuweka saini, kuanza kazi, Habib Ahmad mashhur anaomba Sheikh Suleiman Al-Alawi, bwana mkubwa anasema kwamba urudi Zanzibar. Nimemwota Al-Habib Ahmad, Al-Habib Omar bin Ahmad Smith anakwambia kwamba urudi Zanzibar, wewe uwe niaba yangu ukasomeshe. Kwa hiyo Sheikh Suleiman Al-Alawi hakuwa na budi, sharti afuate maelekezo hayo na amri hiyo. Akarudi hapa akaendelea kufanya da'wa, na huko kufanya da'wa ndo kama tulivyosema kwamba minal mahdi lil lahdi, hakuna muda maalum ukifika wewe basi tena kuwaelekeza watu, basi tena kusomesha. Hapana, uendelee katika kufuata njia za khairi umri wako wote. Na katika kuyafanya hayo yote ni kwamba uwe na ikhlas. Kinachowafanya hawa watu mpaka leo wanahitajika waliyafanya haya yote kwa ikhlasi, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Kwa hiyo Muislamu, na wewe pia unahitajika katika kuipambania hii dini. Kuna wengi ambao kwamba hawana maarifa. Jiulize wewe umetoa mchango gani katika hii dini yako? Tunamtaja leo Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi, ni kwamba jamii zetu zinahitajika kupata watu mfano wa hawa, kwa sababu hawa ndio ambao kwamba walikuwa wakijenga mioyo ya watu. Kuna wanaojenga majengo haya ambayo kwamba tunayaona kwa macho yetu, na kuna ambao kwamba walikuwa wakijenga mioyo ya watu, wakiwemo hawa abnil quluba wa ghairi yabnil bunyan. Mimi naitengeneza mioyo ya watu na wengine watengeneza ambao kwamba wanawayaweza wao. Katika jamii zetu sisi maalasa fi shadidi ni kwamba tumewakosa watu ambao sisi tutahitajika tuwaige kudwa. Mwanzoni ilikuwa ni mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kama ilivyothibitisha Qur'ani kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kupitia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndio ruwaza njema. Muislamu ishi maisha aliyoyaridhia na kuyapendelea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Baada yake ni nani? Masahaba. Baada yake ni tabi'in, tabi'in mpaka kufikia zama zetu. Vijana wetu wamekosa watu ambao kwamba wa kujifananiza nao. Kwa hiyo tunayazungumza haya angalau kuamshana, kupeana hima, kwamba tujue katika haya maeneo yetu walitoka watu wa namna gani. Na haya hasatan ndio malengo ya kutaja habari hizi, ili sisi tuathirike, tuangalie wapi tumekosea, wapi tunahitaji jambo kadhaa, ili tupate imani zilizokuwa thabiti katika maisha yetu. Tunamwomba Al-Haq subhanahu wa ta'ala amrahamu Sheikh wa mashayikh zetu, amurshie za qabri, ampe kauli thabit, atukutanishe naye pamoja na bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama fil firdaus al-a'la, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.